أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darsa ya tafsiri ya Qur'ani katika sura Al-Inshiqaq, tulibakisha sehemu ndogo ya mwisho katika tafsiri Al-Idahi kuanzia aya nambari 23 mpaka aya ya mwisho 25. Basi kabla ya kuingia kwenye sura Al-Buruj, insha Allah Taala tutakimaliza kwanza kipande hicho na baadaye tutaanza sura Al-Buruj. Baada ya kumalizia aya 22, bali alladhina kafaru yukadhibun, lakini wale ambao wamekufuru wanakadhibisha bila ya hoja yoyote ambayo wanaweza kuisimamisha kwamba wanalipinga jambo kwa dalili. Yani inna ad-dalaila almujibatu liliman, hakika dalili zote ambazo zinawajibisha mtu kukubali haki hii inayozungumzwa, kuwepo kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake, na kwamba ni mwenye uwezo wa kila kitu, na kwamba Qur'ani ni maneno yake, na kwamba Muhammad ni mjumbe wake, na kwamba atawafufua viumbe baada ya kuwafisha na kuwalipa kwa walioyafanya. Dalili za kuyaamini hayo jaliyatun wadhihatun, ziko waziwazi na zimenyanyuka juu juu, haziko ndani ambapo mtu mpaka achimbe kwanza mpaka aende kafatie. Lakini hao makafiri qaumun muaniduna, ni watu wenye inda, ni watu wenye inadi, wanalikataa jambo bila ya hoja. Nasruna ala takdhib, wao wanashikilia tu juu ya kukadhibisha bila ya dalili yoyote. Imma liannahum yahsuduna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam, sababu kubwa kama wanayo basi itakuwa imma wanamhusudi yule Muhammadi. Kwa nini akapewa yeye Ismaili? Kwa nini akaachwa yoyote yule asipewe utume akapewa yeye? Kama walivyokuja na maneno ya waziwazi, laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, kwa nini pasiteremshwe Qur'ani hii juu ya mtu yoyote yule katika miji yetu hii miwili aliye mtukufu? Tunamtambua sisi yeye mtukufu, imma kwa mali yake au kabila lake au kwa hivi au kwa hivi. Kwa nini akapewa yatima huyu mnyonge masikini asiyekuwa na kitu? Imma liannahum yahsuduna ar-rasula
hoja kubwa kama watakuwa nayo itakuwa imma wao wanamhusudi mjumbe wa Mwenyezi Mungu ala ma atahu Allah min fadlihi, juu ya yale ambayo amempa kutokana na fadhila zake Mwenyezi Mungu amempa. Wa imma, au kama kuna sababu nyingine, itakuwa li khawfihim min fawti almanasib ad-diniya, labda woga wao wa kuyakosa mambo ambayo ni ya kidini, mambo wanayoitakidi kwamba kaja Muhammadi na itikadi ambazo wao sizo wanazoziamini. Wanaogopa ya kwamba yale wanayoitakidi itakuwa hayafai tena, ama itakuwa anachukiza mtume mwenyewe, au itakuwa amekuja na mambo ya kiitikadi watu hawayapendi, na wanaogopa kuyaacha mambo yao yaliyowapatia heshima kubwa, yaliyowapatia vyeo vikubwa, wariyasati at-taqlidiyya, na labda itakuwa wanaogopa kuondokewa na ukubwa wa kufuatwa na watu bila ya jambo lolote la ilmu, wanafuatwa na watu tu hivi. Wa imma, au kama kuna sababu nyingine ambayo wao wanaikatalia haki hii, liannahum yaabawna an yukhalifu ma wajadu alayhi abaahum, imma itakuwa wanakataa wao kwenda kinyume na yale ambayo waliyakuta kwa wazee wao, min aqaidin zaifa, katika itikadi za kijinga, itikadi za uongo, wa af'alin mustahjana, na vitendo ambavyo ni viovu visivyopendeza katika sheria. Tukafika katika aya hii nambari 22 katika sura Inshiqaqi, aya nambari 23. Mwenyezi Mungu anasema wallahu a'lamu bima yu'un. Ikiwa sababu zao ni hizo, basi na Mwenyezi Mungu anayajua yale ambayo wanayaficha ndani ya nyoyo zao, wanayawaza. Ikiwa sababu ni hizo, basi Mwenyezi Mungu anayajua walionayo katika nyoyo zao na atawalipa. Wallahu subhanahu, mtu anaikataa haki kwa sababu anamchukia msemaji, anaikataa haki kwa sababu ataondokewa na mambo ambayo anayitakidi miaka mingi. Itakuwaje leo mambo yale yawe sio? Katika upande wa kidini, kwa hakika mtu haitakiwi kushikilia jambo hata baada ya kuona dalili za waziwazi kwamba yeye alikuwa kapotoka, kaitakidi sivyo. Haitakiwi kushikilia tu, anatakiwa asalim amri na kuifuata njia iliyonyooka, hata kama amepoteza wakati miaka na miaka kuitakidi jambo ambalo silo. Ikimdhihirikia haki, anatakiwa asalim amri tu. Na ndivyo maimamu wa madhehebu zote za Kisunni ndio kauli yao iko hapo, idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi. Kila imamu amesema hivyo, itakaposihi hadithi ya mtume basi huo ndo mwenendo wangu mimi. Au wanasema kama Abu Hanifa alivyosema, la yahillu li ahadin, si halali kwa muislamu yoyote, yaakhudhu, atakayechukua, mimma kuntu, kwa yale ambayo mimi nimeyasema, na ilhali ya kuwa hafahamu min aina akhadnahu, kutoka wapi sisi tumeyachukua hayo tuliyosema, mpaka aone kwamba sisi tumeyasema maneno tukachukua kwa mtume au kwenye Qur'ani. Si halali kutufuata ovyo ovyo hivi hivi tu. Maimamu hawataki, wamekataa kufuatwa ovyo ovyo. Mtu ikimdhihirikia haki anatakiwa aache kauli ya imamu, ende kwenye haki ya Mwenyezi Mungu. Huo ndio uadilifu hasa. Kisha wote kwa pamoja wakasema, nahnu, sisi kwa hakika ni viumbe binadamu, nahnu basharun, sisi ni binadamu. Naqulu al-yawma, tunaweza kusema neno leo, halafu kesho yake tukabadilika tukasema vingine. Na huo ndio uadilifu, huo ndio usafi katika jambo ambalo la kidini. Ikimdhihirikia mtu haki, anatakiwa aondoke katika jambo lilokuwa nalo muda mrefu, ende kwenye haki. Asiyakaona kwamba nitawaambia nini watu, mimi miaka na miaka wananifuata, wananiamini, miaka na miaka nimeitakidi hivi, leo hii tufuate sisi wanavyosema watu wengine, na watu ambao tumewapinga muda mrefu, tukasema wapotoaji, tukasema hawajui kitu, tukasema hawa ni wazushi, tukasema kwa kuwapa majina mbalimbali, leo hii tuthibitishe kwamba hii ni haki.
kwa hakika mtu ikiwa hoja ni hiyo itakuwa amekaa upande mbaya sana katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anamaliza maneno kwa kusema ikiwa hoja ni hizo za kumchukia asemaye au kuogopa mtu kuondoka kwenye itikadi aliyokuwa nayo miaka mingi, au kwa sababu ya ukubwa wa kufuata bila ya ilmu, au kwa sababu ya kufuata watu walioyakuta kwa wazee wao, ikiwa hoja ni hizo, wallahu a'lamu bima yu'un, wallahu subhanahu muttali'un. maana a'lamu bima yu'un, wallahu muttali'un, Mwenyezi Mungu anayaona ala ma fi qulubihim, anagundua Mwenyezi Mungu, anaangalia juu ya yale yaliyomo ndani ya nyoyo zao, min asbabil israri, katika sababu za kushikilia, ala shirki, kwamba wao hawawezi kuacha ushirikina, sababu zao ni hizo, wameshikilia, watashirikisha hivyo hivyo mpaka kufa. Wadawai al-inadi, na madai ya ukanushaji, madai ya illa, wal istimrari ala ma hum alayhi, na kuendelea mno juu ya yale ambayo wao wanayo juu yake. Mwenyezi Mungu anayajua, anayaona ndani ya nyoyo zao kwamba hakuna hoja ya kiilmu, ila anachukiza msemaji, ila labda watu hawataki kuyawacha waliokutana nayo wazee wao, labda kuna ukubwa mtu ameupata, anaogopa akithibitisha haki watamdharau watu, watamwangusha. Ndivyo akili yake inavyoona. watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha, wasomee Muhammadi habari ya mwanachuoni ambaye tumemjulisha aya zetu, akajivua yeye mwenyewe kutokana na aya hizo. Heshima hiyo hakuijali, akaona nikithibitisha hivi mimi kwa hakika nitaonekana dhalili, bora ni wadanganye watu waitakidi kwa mujibu ninavyowaambia, heshima yangu ndio itakuwa kubwa. Akaona akithibitisha haki kwamba ataanguka chini. faatba'ahu shaytanu, shetani akawa namfuata yeye badili ya yeye kumfuata shetani. fakana min alghawin, akawa ni miongoni mwa wapotevu. walau shi'na, na lau kama tungetaka sisi, la rafa'nahu biha, tungemnyanyua juu yeye kwa hizo aya, tungemtukuza yeye kwa kufuata aya hizo. Lakini walakinahu akhlada ila al-ardhi wattaba hawahu, amezama moja kwa moja kwenye ardhi, akafuata matamanio nafsi yake namna anavyomuelekeza, akaacha mwongozo wa Mwenyezi Mungu kuthibitisha. famathaluhu, sasa mfano wake mwanachuoni, kama thalil kalbi, imekuwa kama mfano wa jibwa. in tahmil alayhi yalhath, ukilichukulia papara jibwa, kulikemea na kulifukuza, utalikuta lina hema na ulimi uko nje. Hulijui kama lina njaa au lina kiu au limeshiba, halina kiu. Ulimi wa mbwa daima uko nje tu, akiwa kachoka, akiwa kapumzika, ulimi uko nje tu. au tatrukuhu yalhath, au kimwacha hivyo hivyo yeye ana hema tu. saa mathala lilqaumi alladhina kadhabu biayatina, ni mfano mbaya kabisa wa wale ambao wamekadhibisha aya zetu. faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, wasimlie Muhammad kisa kama hichi, labda watu wataelewa, watafikiria, watakumbuka. kwa hivyo wallahu a'lamu bima yu'un, ay wallahu subhanahu muttali'un ala ma fi qulubihim, Mwenyezi Mungu anayagundua, anayaona huko ndani ya nyoyo mambo yalivyo. min asbabil israri, kama kuna sababu za kushikilia si ilmu, wana sababu nyingine watu wameshikilia kwenye shiriki yao, ala shirki wa dawai al-inadi, na madai ya ukanushaji, wal istimrari ala ma hum alayhi, na kuendelea moja kwa moja juu ya yale ambayo wao wanayo juu yake. aya nambari 24, fabashirhum bi'adhabin alim, kwa kuwa Mwenyezi Mungu anayaona yale yaliyoko ndani ya nyoyo, wanakataa jambo kwa sababu kadha, basi fabashirhum, wape habari, wabashirie. si furaha hiyo, hutumika bishara wakati mwingine kwa sababu ya adhabu, si kwa sababu kwamba wabashiriwe kwamba kuna furaha inaongojea. fabashirhum ni tamko vile vile na makemeo, wabashirie bi'adhabin alimin, kwamba wao watapambana na adhabu yenye kuumiza. jazaa i'radhihim, hayo yatakuwa ni malipo ya kule kupuuza kwao, ala takdhibi, juu ya kukadhibisha, waljuhudi, na kupingana na haki ya Mwenyezi Mungu bila ya hoja za ilmu, wa israrihim ala sayyi'il amal, na kushikilia kwao juu ya amali mbaya.
hawataki kuziacha hata kama dhahir shahir haki imeonekana. Wafasidi al-i'tiqadi, na itikadi zilizokuwa za ufisadi, Mwenyezi Mungu atawalipa kilipo hicho. Fabashirhum bi'adhabin alim, wape habari kwamba wao watapambana na adhabu yenye kuumiza. Aya ya mwisho nambari 25, Mwenyezi Mungu anawavua kwenye adhabu yenye kuumiza hata kama walikuwa ni makafiri, hata kama walikuwa na maasi. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao baadaye wameamini, na baada ya kuamini hawakukaa kitako na imani zao tu. Waamilu salihati, wakasadikisha imani zao kwa kuyafanya mambo mema aliyoyaamuru Mola wao kwa wasta wa mtume wake. Ama hawa lahum ajrun ghayru mamnun, wao watakuwa na malipo yasiyokatika. Lakini alladhina amanu, maana ya maneno haya ni kwamba lakini wale ambao wameamini baadaye wakaondoka kwenye ukafiri, wakaamini nini? Amanu billahi wa rasulihi, wakamwamini Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Wa khada'u lilqur'ani alkarim, na wakanyenyekea kwa ajili ya Qur'an tukufu vile inavyotaka wakaifuata. Wa amilu bima jaa fihi, na wakatenda kwa yale ambayo yamekuja ndani ya Qur'an alkarim. Fa ulaika lahum ajrun, basi watu kama hao Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba wao watakuwa na malipo ghairu mamnun, bimaana la yanqati', yasiyo katika. Hata kama mtu yuko uzeeni, hata kama mtu ni mgonjwa, siku zile ambazo ameamini na akatenda mema katika ujana wake wakati alipokuwa na nguvu, basi siku alipokuwa hajiwezi Mwenyezi Mungu anamwandikia tu thawabu ghairu mamnun, zisizo katika, hakuna mwisho wake. Hata kama hawezi tena sasa kuyakabili yale mambo, ima kwa sababu ya utu uzima sana, au kwa sababu ya maradhi, au kwa sababu ya mshughuliko alionao kutafuta riziki za halali, kuna baadhi ya mambo alikuwa akiyafanya sasa hana nafasi nayo, basi Mwenyezi Mungu atamwandikia ujira ambao haukatiki. La yanqati'u madaduhu, haukatiki urefu wake, wala yanqusu minhu, na wala hapapunguzwi chochote katika malipo hayo. Wa fi hadha, na katika aya hii ya mwisho, targhibun fi ta'a, hapa panawekwa raghaba, wanarekebishwa waislamu katika jambo la ta'a. Wafanye mapema ta'a kabla haikufika wakati wakatamani kufanya na ikawa hakuna malipo yoyote yanayoendelea. Lakini kama watafanya mapema walipokuwa na nguvu zao, utafika wakati hawawezi kufanya hayo mambo na malipo yatakuwa yanaendelea ghairu mamnun, ay la yanqati' madaduhu, haukatiki kabisa kabisa urefu wake. Hii targhibun fi ta'a, hapa Mwenyezi Mungu anawarekebisha waja wake wema wale muamini wafanye ta'a wakiwa na nguvu, wafanye ta'a wakiwa na siha, wafanye ta'a wakiwa na afya, na mapema kabisa, kabla hukufika wakati wakatamani kufanya mambo hayo na sasa hawawezi, na hakuna malipo yatakayoendelea kwao kwa sababu hawakufanya alipokuwa na nguvu. Ta'arraf ila Allah fi rakha'i, mtume anamwambia sahaba wake Anas ibn Malik, mtambue Mwenyezi Mungu wakati wako wa raha, mambo yanakunyokea, una afya nzuri, una siha nzuri, akili yako yote kwa Mwenyezi Mungu. Usipitwe na fardhi na huku unajitahidi na sunna vile vile. Ukifanya hivyo, yaarifka fi shidda, na Mwenyezi Mungu atakutambua wakati wa shida vile vile. Utapofikiwa na umri hujiwezi, huwezi tena kuyakabili mambo, unaumwa kwa kitandani, na Mwenyezi Mungu atakutambua na wewe vile vile, hatokata Mwenyezi Mungu malipo yako, atakuwa anaendeleza. Wal mu'minul qawi ahabbu ila Allah ta'ala min al mu'min ad-da'if, na kwa vyovyote vile muumini ambaye ana nguvu, kama atamtii Mola wake siku za nguvu, siku za afya, siha yake iko nzuri, anamtii Mwenyezi Mungu na nguvu zile, anapendwa mno muumini kama huyo min almu'mini dha'if, kuliko muumini aliyekuwa mnyonge, anaabudu Mwenyezi Mungu taabani hali yake, anaugua ndani ya ibada, hayawezi, mambo yanamshinda. Kwa hakika yule mwenye nguvu na afya anakuwa ni bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu, ingawa ndani yake madamu wote ni waumini wa fi kulli khair, kila mmoja na khairi zake. Lakini yule mwenye nguvu, kwa maana alipokuwa kijana akimtii Mwenyezi Mungu pale, basi Mwenyezi Mungu atamwandikia malipo katika utu uzima wake ghairu mamnun, ay la yanqati' madaduhu, haukatiki urefu wake. Fa ulaika lahum ajrun ghairu mamdudun. Wa fi hadha targhibun, hapa panakurekebishwa watu fi ta'a, katika kumtii Mwenyezi Mungu,
wa zajrin anil ma'siyah, na wanagombezwa kuendelea mno katika maovu. Mu'min sio sifa yake kuendelea mno kwenye maovu. Mu'min anayo kawaida ya kukosea, lakini mara moja huwa anaiona njia ya Mwenyezi Mungu, mara moja huwa anajuta, mara moja huwa anasikitika. Anayo kawaida ya kibinadamu ya kukosea, lakini huwa haendelei mno. idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru, waumini wakati ambapo unapowagusa upepesi, yani kwa shetani, tashwish ya shetani, kudanganywa na shetani, mara tadhakaru, hukumbuka wao. fa idhahum mubsirun, tahamaki wakaiona njia ya wazi. wa ikhwanuhum, na kuna ndugu zao wengine, yamudunahum fil ghayy, wanawakunjulia na kuwavutia kwenye upotovu. wa hum la yukusiruna, huko wao hawapunguzi chochote, lakini wao wanatanabahi mapema. Wanatanabahi mapema wakati wana nguvu zao, wana afya zao, wana siha zao, mapema wanang'oka katika maovu, wanakwenda kwenye taa. Hiyo ndio sifa ya mu'min. Huwa hashikilii wala haendelei kwenye maovu daima, sio sifa yake mu'min. Mu'min ana sifa ya kibinadamu tu, kwamba yeye ni mwenye tabia ya kimaumbile kukosea, basi mara moja huwa anazindukana mara moja. Kwa hivyo wazajirin, hapa Mwenyezi Mungu anagombeza anil ma'siyah, kutokana na jambo la kushikilia au kuendelea mno katika maovu. Anasema mufassir, walhamdulillahi rabbil alamin. Sura Inshiqaqi imemalizika, sifa zote kwa ukamilifu zimestahiki kusifiwa Mola wa viumbe. Wassalatu wassalamu, na rehma na amani, ala sayyidil mursalina, zimiminike juu ya yule bwana wa mitume wote. Anasema la kukumbuka katika sura Inshiqaqi kuna mambo mawili ambayo ndiyo makasidi sura, makusudia sura nzima Inshiqaqi. Kitu kikubwa, kiini chake ni mambo mawili. Tashtamilu hadhihi sura ala maqsidaini, inakusanya sura Inshiqaqi juu ya makusudio mawili, ndiyo muhimu zaidi. Mengi yameelezwa, lakini imelenga katika mambo mawili. La kwanza, anna al-insana yulaqi nataija a'malihi, mwanadamu ajijue tu kwamba yeye atakutana na natija, atakutana na faida ya matendo yake kadiri atakavyofanya. Ikiwa mazuri, atakutana nayo faida yake matendo hayo, hayatapotea bure kabisa kabisa. Aweke ndani ya moyo wake kwamba hili jambo linaonekana, hili jambo linajulikana, hapa nilipo ninaonekana na nitalipwa, nitakumbushwa siku moja umefanya wema kadha kadha. Na vile vile atakutana na faida ya uovu wake atakaofanya, huku anatenda, huku anajua yakini kwamba mimi nitakutana nao uovu huu, faida yake nitaiona tu. Huku anafanya, huku ana hakika kwamba mimi nitakutana na uovu huu, faida yake. Hili ndiyo lengo la kwanza la sura hii. Annal insana, hakika mwanadamu anatakiwa aelewe makini kabisa, yulaqi nataija a'malihi yawm al-qiyamah, atakutana na faida za matendo yake siku ya kiyama, mazuri kwa mazuri na mabaya kwa mabaya. Fayakhudhu kitabahu, basi atapokea kitabu chake biyaminihi, kwa upande wake, kwa mkono wake wa kulia, kwa kukitamani kitabu kile, kwa kuwa na furaha nacho. Ndivyo mtu anapopokea kitu ambacho anakipenda, anapokea kwa heshima kubwa, kwa mikono miwili, na mkono wa kulia ndio anaweka mbele zaidi. Kitu kile anakipenda, hakikunjii uso, na kile kitu ambacho hakipendi, hakitaki, ndani yake kina madhara na yeye, hakipokelei kwa mikono miwili, hakipokelei kwa mkono wa kulia. Huwa anapokea hali ya kuwa hata hatizami huko anakopewa. Kwa hivyo fayakhudhu kitabahu biyaminihi, imma mwanadamu atapokea kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, au min wara'i dhahrihi, au atapokea nyuma ya mgongo wake, hali ya kuwa hataki atakuona. Haya bwana nipeni, hakipendi. Au atalazimishwa na wale ambao wanampa kile kitabu, malaika, zunguka nyuma, hivyo hivyo ulivyokaa, pokea kitabu chako hichi. Imma yeye mwenyewe hakipendi, au watamlazimisha malaika apokee vile. Jambo la pili katika makusudio ya sura hii, anna an-nasa fi dunya, ya kwamba watu wote katika dunia hii, yatanakkaluna
fi ahwalihim, watahama, hawatobaki katika dunia ikawa ndo basi hivyo hivyo, watahama, wataondoka katika hali zao walizonazo, na watakabili tabaqatan ba'da tabaqatin, stage baada ya stage, ima katika mazuri au katika mabaya. Yale mazuri yanakwenda kwa daraja, akiondoka pale duniani malaika wanampokea kwa vizuri na kumbembeleza. wanashitati nashta alladhina tatawaffahum almalaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulu aljannata bima kuntum ta'maluna. Stage ya mwanzo anaipata pale, na mara baada ya kuondoka pale roho inapelekwa katika daraja nyingine, katika kaburi ataona mengine, ataanza kupanda ngazi za daraja ya mazuri moja kwa moja, mazuri yasiokuwa na mwisho moja kwa moja. Na akiwa ni muovu wa amal au si mu'min, basi kuanzia kuondoka duniani anapanda daraja za hatari, daraja mbaya za adhabu. Ni kwamba haitokuwa adhabu imekaa stage moja tu, inakwenda haina mwisho vile vile. Hili ndio lengo au makusudio ya sura hii la pili, anna nasa fi dunya, ya kwamba watu katika dunia hii wasifikiri kwamba hivi walivyo hapa kwa haya wanaoyaona ndo haya. Kazoea mtu kuona binadamu ndo hao, iko siku ataona viumbe wengine, malaika. Amezoea leo kuona nyumba za kidunia hizi, iko siku ataona nyumba nyingine za kiakhira, mji mwingine. Leo hii amezoea kukanyaga ardhi, na yaiona ardhi ina mimea, ardhi ina mchanga. Iko siku atakanyaga ardhi nyingine, yauma tubaddalu ardhu ghaira al-ardhi, siku itakayobadilishwa ardhi si ardhi hii, wasamawatu, na mbingu vile vile. Leo hii amezoea akiinua macho yake juu usiku anaona nyota katika samaa dunia, na mchana jua linamulika. Iko siku hataona kabisa vitu hivyo, mambo yatabadilika. wabarazu lillahi alwahid alqahari, watahudhurishwa watu na wahudhurie mbele ya Mwenyezi Mungu aliye mmoja mteza nguvu. yantakiluna, wataondoka watu, yatanakaluna, na wataingia fi ahwalihim, katika hali zao, tabaqatan ba'da tabaqatin, stage, daraja baada ya daraja. imma fi na'imin muqim, imma watakuwa katika neema za kudumu milele, wa imma fi adhabin alim, au watakuwa katika adhabu yenye kuumiza milele inayoendelea tu zaidi na zaidi. Baada ya kumaliza sura inshiqaqi, hivi sasa tunaingia kwenye sura al-Buruj. Suratul Buruj hiya makkiya, ni sura ambayo imeteremshwa Maka. Wa ayatuha, na aya zake sura hii 22 ni aya 22. nazalat, imeteremka sura al-Buruji baada surati Shams, kwa mteremko, ingawa kwenye Qur'ani imepangwa baada ya inshiqaqi ndo Buruji, lakini kiuteremkaji baada ya kumalizika wa shamsi wa duhaha ikafuatia wa samai dhatil buruj, katika mji wa Maka, kabla ya mtume kuhajiri kwenda Madina. Kwa hivyo aya zote na sura zote ambazo takriban zimeshuka Maka kabla ya mtume kuhajiri zilikuwa zinakuja na malengo maalum ya kufundisha watu kwanza aqida, itikadi, imani kwanza, halafu ndo sheria. Kwa hivyo katika sura al-Buruji, kwa kuwa imeteremka Maka, tutakuwa tukiyapata yale tuliyokuwa tukiyapata katika sura za Maka zote: kumwamini Mwenyezi Mungu, tena kumwamini kwenyewe kwamba kwanza yupo, halafu ni mmoja peke yake wa kuabudiwa kwa haki ya ibada, na kuamini Qur'ani kuwa ni maneno yake, na kuamini Muhammad kuwa ni mjumbe wake wa mwisho, na kuamini vile vile kwamba yeye atawafufua viumbe baada ya kuwafisha, na kama ilivyo nguzo yote ya imani au nguzo zote za imani 6. Kwanza kama kawaida tutaifasiri sura Buruji kwa tafsiri tupu kwanza ya Kiswahili neno kwa neno, na baadaye tutaangalia sharh al-mufradati, uchambuzi wa neno moja baada ya moja katika maneno ambayo yanaonekana kuwa ni magumu, maneno ya Kiarabu yaliyomo ndani ya Qur'ani. Tutayachambua maneno hayo ili kuiregeza kasi ile sura iwe nyepesi, inyumburike kuwa laini, wakati wote mtu akiisoma au akisikia anajua ni kila neno maana yake. Tutaipunguzia uzito wa kilugha kwa kuingia kwenye sharh al-mufradat, tafsiri ya maneno ya Kiarabu.
Na baada ya hapo tutasoma al-maana al-jumali, maana yake hizo aya za mwanzo kijumla zinaweka katika lengo gani, ili ujue tu kwamba hizi aya zimekwenda katika mfumo kadha, zinafundisha kitu kadha. Utaifahamu nzuri zaidi Qur'ani ukijua kwamba aya hizi zimehusiana jambo kadha. Tukiondoka hapo tena tutaingia baadaye katika al-idahi, tafsiri ya ukunjufu zaidi, falsafa yenye ndani yake mna balagha nyingi sana. Kwa hivyo bismillahirrahmanirrahim, was-samai, na apa kwa mbingu. Mwenye kuapa ni Mwenyezi Mungu, wala hana haja ya kuapa kama tulivyosema kwa aya za nyuma, sura zilizopita, kwa sababu yeye anajulikana, ni maarufu kwa viumbe wake, anajulikana uwezo wake, anajulikana sifa zake, hususan kwa waumini, bali hata kwa makafiri wanamtambua vizuri. Mjua sana Mwenyezi Mungu. Kwa viumbe wake Mwenyezi Mungu huwa hana haja hata ya kula kiapo, basi anapoapa huwa anaapa kwa mambo makubwa mno. Kwa mambo hayo Mwenyezi Mungu anataka watu waelekeze nadharia zao, waelekeze fikra zao, wayachunguze kwanza kabla hawajalikataa jambo, wasije kwenye hatari. Watizame kwanza vitu Mwenyezi Mungu alivyotajia kwa kiasi cha akili yao binadamu Mwenyezi Mungu aliyowapa. Hayo mambo yanatosha kuwafahamisha kwamba hili jambo kwa hakika ni zito, na akitaka Mwenyezi Mungu ataapa zaidi ya mbingu. Ameapa kwa viapo vingi sana kwenye Qur'ani, na viapo vyote hivyo ni kwa kiasi cha akili ya mwanadamu. Anamjua kama umba na kampa uwezo gani kufikiri, anamtajia vile vitu ambavyo viko katika mnasaba na yeye. Vinginevyo havioni, vinginevyo havijui, havina haja hata kuapiwa, anavisikia tu, au vingine anavihisi tu. Hakuna haja ya kumzungumzia kiapo cha arshi wala nini, lakini kwa kiasi cha akili yake anatajiwa mambo ambayo pengine anayaona, na wengine Mwenyezi Mungu amewapa ilmu na uwezo wa kutembea kwenye anga. Kwa hivyo ikitaja samaa kiapo chake, basi kuna baadhi ya viumbe kidogo akili zao zinafika mbali kuelewa nini samaa, elimu zao kidogo zinaelewa angalau astronomy, mambo ya nyota kidogo hizi, wanajua angalau planets, wanajua nyendo za sayari kidogo, wanayo maarifa. Kwa hivyo pakiapiwa hapo panatarajiwa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, wanaoweza kumwogopa Mwenyezi Mungu hapo ni katika waja wake wenye ilmu, waliobobea katika fani hiyo ya mbingu. Was-samai, na apa kwa mbingu, dhatil buruji, yenye majengo makubwa sana ya manazil. Buruj ni mjumuiko wa nyota maalum zinaonekana katika samaa dunia, mbingu ya dunia. Nyota hizo ni kubwa sana, lakini zimewekwa kwa pamoja. Ukizitazama utaziona ndogo ndogo, tena mithili yake unaweza kuona kama punje za mtama labda kwa macho ya aliyoko ardhini. Nyota hizi ambazo zimeitwa buruji zimejifanya katika mfumo kama kwamba zina sura fulani, na ndio maana wale munajimina wakaona kwamba yule pale sura yake kama nge, tutamwita aqrab. Zile nyota zilivyokaa zimekaa mfumo wa nge, ni buruji, ni moja katika manazili, ni vituo maalumu hivyo. Vituo hivyo mwezi huwa unafika hapo kwa siku kadha, kwa nyakati kadha, na vimetawanyika vituo hivyo, viko katika upande wa kaskazini na vingine kusini, na vinakwenda kwa mujibu wa nyakati za ulimwengu kutokana season za baridi na joto. Hayo yote tutayakunjua baadaye tukiingia katika sharh al-mufradati na katika al-idahi, tutayaona wazi zaidi. Lakini kwanza sasa tumerejesha kidogo tu. Kwa hivyo buruji ni manazil ambazo ni nyota ambazo ziko katika hili anga la dunia, na zinajifanya zimewekwa kama kwamba zinatoa sura maalum. Nyingine zimekaa kama simba kabisa ukimuona. Wale munajimina wakazipa jina, wakaita pale yule pale ni lion, asad.
nyingine ikapewa jina jingine la mbuzi, imekaa kama mbuzi ukimuona hivi. Nyingine ikapewa jina la kama mchukuzi hivi, kabeba kitu kizito, kama namna sura binadamu kabeba kitu kizito. Lakini huo ni uono wa binadamu aliyoko chini. Unaweza wewe binadamu ukakiona kitu halafu ukakitia taswiri. Taswiri ile ikakupa chochote kinachokitaka mwenye kwenye akili yako. Hata busati hili, kama utakaa kwa makini kabisa huko kwenye busati, unaweza kumuona Mwarabu kavaa kilemba na madevu, halafu ukitoka nje, bwana mbona tunasujudia sisi mabusati yana sura za watu? Bwana si sura za watu hizo bwana, akili yako imefanya drawing tu. Hata huko mbinguni vile vile, baadhi ya wakati unaweza kuona watu wanapigana magumi, na mmoja kamtia mwenzake kabari hasa, na ulimi mtoka mje mrefu ulitoka kabari. Lakini akili yako ndivyo ilivyotoa taswira. Na wakati mwingine nguo imeshonwa, mshono ulioshonwa ikakupa taswiri wewe. Nguo hii walioshona nguo hii lazima wametaka kuwakera Waislamu. Huu ni msalaba safi safina huu. Inaonekana dishidasha yake ilivyokaa ile kama chain, na halafu lile ua lake lilivyowekwa bila shaka ni cross. Ni msalaba hivi waziwazi, si msalaba, ni akili yako ndivyo ilivyokuandis. Na hizi nujumu kwa hakika zimewaandis watu wa nujumu, wakamwona nge juu na wakampa jina ni Akrab, na wenyewe wanafahamiana. Lakini huo ni mweko uliowekwa. Aliyoko chini huko anaona nge, anamuona simba, anamuona mbuzi, anamuona kaa kabisa, kaa akaitwa Kensa, na Kiarabu wakamwita kwa jina la hilo lilokaa vile vile. Tutayaona hayo tukifika katika al-ifradati, sharh mufradati tutaona. Kwa hivyo si kweli kabisa kama kule juu kuna nge, au kama Mwenyezi Mungu amepanga kwa namna ya ati ya nge. Ni macho ya mtizamaji yameona hivyo. Mwenyewe ukikaa kitako chochote na kiandisi wewe. Mpira wa mutukari mwala kuandisi ukautizama kashata zake zile mpaka kwa nadu, kuna jina la Allah pale limewekwa, Allahu linakanyagwa pale kwenye tairi. Hapana, hata haja kusudia alofanya hivyo, hata hamjui Allah kaka vipi wala maanisha Kiarabu hajui kabisa. Lakini mwenyewe umeandis kwenye akili yako mpaka kwa jina la Allah liko pale. Hakika. Na wakati mwingine kichakani, unaingia kichakani ukaandis ukakaa kitako kimya, ukatizama miti ilivyojipanga mpaka ukaanza kuona hii hapa ni lam na hii hapa ni alifu, kwa hivyo itakuwa ni la, halafu ile pale miti imekaa ilaha, halafu inakuja illa Allahu, na nyingine inakuja kama Muhammad Rasulullah. Kwa hakika ni uoni wako umeona mwenyewe. Na hivyo ndivyo inavyokuandis kwenye akili yako. Na uko juu kwa hakika haikupangwa mambo ya nge wala nini wala nini, lakini hayo majina wameyatoa watu wa nujumu na wanatumia wenyewe. Na ili kumsomesha mtu vile vile astronomy, itabidi umtumilie majina yale yale ili ajue ni alama kwamba sasa hivi mwezi uko katika buruji gani. Ilibidi apewe majina yale. Sasa mwezi umeonekana umo katika buruji ya Ka, hivi sasa hivi umo katika buruji ya Mbuzi, hivi sasa hivi buruji gani. Na wenyewe wataalamu wa nujumu wanajua tu mwezi wakiutizama tu juu wanaweza kukwambia kwamba leo tarehe ya Kiislamu lazima itakuwa tarehe kadhaa kadhaa, kwa sababu ukiingia pale mwezi unakuwa tarehe kadhaa kadhaa. Na wanazijua mpaka siku ambazo mwezi unajificha kwa siku mbili na thuluthi, unajificha unakuwa tena hauonekani. Wenyewe wanajua watu nujumu kwamba huu mwezi utakuwa sighted mpungufu, labda tena kuna mawingu, lakini lazima wakitoka alfajiri tu wanautizama, umeshajificha, umemaliza buruji 28 na sasa umejificha kwa muda fulani, basi kwa hivyo mwezi huu utakuwa mpungufu. Na wanajua mwingine kama huu utakuwa kamili. Hisabu iko wazi wazi kabisa.
wasamai, na apa kwa mbingu, dhati alburuji, yenye majengo makubwa ya nyota ambayo yamewekwa kama namna ya drawing ya vitu maalum. Humo huwa unaingia mwezi na jua hupita katika buruji hizo vile vile, kila mmoja kinapita kwa nyakati zake. Mwezi una hesabu zake na jua kwa nyakati zake vile vile. Wasamai dhati alburuji, Mwenyezi Mungu anaapa kwa mbingu yenye majengo makubwa sana, na mbingu yenyewe ni hiyo hiyo samaa dunia. Mbali ya pili yake hatujui kuna nini, ya tatu yake, ya nne yake, ya tano yake, ya sita yake mpaka saba yake. Bali katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema fala uqsimu bimawaqi'in nujum, basi naapa mimi kwa nyota ambazo zichwazo zinaonekana baadhi nyakati na wakati mwingine hazionekani mchana. Wa innahu laqasamun, na kwa hakika hicho ni kiapo, lau ta'lamuna, laiti mngelijua kidogo tu elimu hii ya nyota, azim, mngefahamu kwamba Mwenyezi Mungu ameapa kiapo kikubwa. Na kilichoapiwa kule innahu laqur'anun karim, imeapiwa Qur'ani tukufu. Hapa Mwenyezi Mungu anaapa wasamai, na apa kwa mbingu, dhati alburuji, yenye majengo makubwa sana ya nyota. Nimeapa hivyo, na waliopata bahati ya kusoma kidogo tu habari ya nyota watajua Mwenyezi Mungu anapoapa kwa nyota ameapa kiapo kikubwa sana. Wal yawmil maw'ud, na naapa kwa siku iliyoahidiwa. Siku ya kiyama imeahidiwa, kutokea kwake lazima itatokezea, na yametajwa mambo kwamba yatafanyika ili kutokea siku hiyo. Nyota zitapukutika, mwezi utazima nuru yake, jumia shamsu wal qamar, mwezi na jua vitakuwa pamoja, alimradi bahari zitawaka moto, alimradi kila lililotajwa, basi kwa hakika hiyo ni siku iliyoahidiwa itatokezea. Wal yawmil maw'ud, na siku ambayo imeahidiwa. Wal yawmil maw'ud, na apa kwa siku iliyoahidiwa, nayo ni siku ya kiyama. Yaumu al-maw'ud, ni siku iliyoahidiwa hiyo kutokea kwake. La uqsimu biyawmil qiyamah, na apa kuiapia siku ya kiyama. Wala uqsimu bin nafsi lawama, na apa kuiapia nafsi yenye kulaumu, angalau inajilaumu, angalau inajua kama inafanya mabaya. Na apa Mwenyezi Mungu siku hiyo. Ya ayuha nasu taqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adhim, enyi watu, enyi binadamu, mwogopeni Mola wenu, hakika mtikisiko wa ardhi katika saa ya kiyama ambayo inaahidiwa siku hiyo ni jambo kubwa sana. Yauma tarawunaha, siku mtakapoliona jambo hilo limetokezea, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, atakitupilia mbali kila mwanamke mnyonyeshaji kutokana na kile ambacho wakati ule alikuwa akinyonyesha, ikiwa ni binadamu mnyonyeshaji huyo au mnyama au yoyote, atakitupilia mbali. Watadhu kullu dhati hamlin hamlaha, na ataitua kila mbebaji wa mimba yake, ikiwa ni mwanadamu au mnyama, hata kama ni mimba ndogo sana, changa au pevu, ataitoa kabla ya wakati wake. Watara nasa sukara, na ukawaona watu wamo katika kulewa na yumba kama kwamba wamelewa, lakini wama hum bisukara, kulewa ulevi unyokulewesha. Walakin adhab Allah shadid, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni jambo zito sana. Hii ni siku ambayo imeahidiwa itatokezea hivyo, na wala mtu asikae kuingojea siku hiyo na kutaka kujua siku gani itatia nanga. Kuna kiyama sura na kuna kiyama kubra. Kiyama sura ni kile ambacho mtu atapambana nacho chake mwenyewe cha kuondoka duniani. Sakaratul mauti ikija tayari, kiyama sura kwa kichafika pale atayaona yakupo na yakuja, wachilia mbali kuona mambo makubwa. Hapo wakati kutoka roho, mtu ataona mbivu na mbichi wakati huo. Abdullah ibn Amr ibn al-As alimwambia baba yake, baba, mara nyingi wewe ulikuwa katika uhai wako na kukumbuka maneno yako mimi. Anamwambia baba yake wakati yuko katika sakaratil mauti, pale anamwambia baba, mara nyingi nakumbuka katika uhai wako ulikuwa unatamani
mtu akiwa katika sakaratul mauti ya kusimulia na hisi nini na anaona nini wakati ule kwenye kiyama sughra, lakini hujapata nafasi ya kukusimulia yoyote yule. Lakini mimi leo nakuona babangu umo katika sakaratul mauti, natamani na mimi nijue hivi sasa unaona nini, hivi sasa unapambana na nini, mambo yakoje? Akamwambia, kweli mwanangu, na kwa hakika mimi nilikuwa nikitamani, na leo kwa hakika ninajionea mwenyewe na nitakwambia. Akamwambia, ajiduni, najiona mimi kaanna samaa kad intabaqa ala al-ardh, kama kwamba mbingu imeambatana na ardhi, imekuwa kitu kimoja, na mimi niko katikati yake. Mbingu na ardhi imekamatana na mimi niko katikati yake pale, imekuwa sina nafasi ya kuvuta pumzi. Na imekuwa sasa wakati huu sioni chochote mbele yangu mimi, kama kuna binadamu, kama kuna hewa, kama kuna nyumba, sio chochote. Kiza, mbingu na ardhi vimenibana. Hivi ndivyo ninajiona hivi sasa. Kana samaa qad intabaqa ala al-ardh wa ka'anni atanaffasu fi thuqb ibra, na kama kwamba mimi navuta pumzi hivi sasa katika tundu ya sindano, tundu ya sindano ambayo uzi kuupitisha yataka mwenye macho makali, hususan kama itakuwa ndogo sindano yenyewe. Unamuita mwanao, njoo nitungie sindano, isioni kila ukipeleka uzi na pembeni tu. Sasa najiona, sema mimi najiona kama kwamba ninapumua, navuta hewa katika tundu ya sindano hivi sasa. Wakaanni usfurun, na kama kwamba mimi ni kidege kidogo, chozi. Watu wa Unguja wanamjua chozi maarufu, ndege chozi Unguja, kijidubasha kidogo au pongwa. Tumache chozi. Wakati tulipokuwa wadogo tukifanya mambo hayo, kusakasaga ndege na bombasi zetu, tunamjua tongwa, tunamjua chozi, tunamjua nani. Tongwa kidege kidigi sana. Basi anasema ninajiona kama tongwa, kaanni usfurun, kama kidege kidogo, na kidege kidogo hicho fi miklati zaitin, kimetumbukia ndani ya karai ambalo ndani yake mna mafuta yashachemshwa kwa ajili ya kutiwa badia. Kidege kimeingia ndani mle, kitakuwaje kidege kile? Anajiona kama kwamba ninakaangwa hivi sasa kwenye mafuta ya moto. Kidege hicho la huwa yamutu fayastariha, hafi akapumzika, wala huwa yatiru fayanjua, wala hawezi kuruka akaokoka na balaa lile, ndo anakufa mle, anakufa manake. Hivi ndivyo ninavyojiona mwanangu hivi sasa. Hicho ni kiyama tusura, atapambana nacho mtu wakati wote ule katika uhai wake, wakati kuondoka duniani. Yaumul mauud, hiyo ni siku ambayo inaahidiwa, ima itakuwa kiyamatul kubra au sughra. Yaumul mauud inaahidiwa hiyo, kufa kwa mtu manake. Wa shahidin, na naapa vile vile kwa kila shahidi, kwa kila chenye kushuhudia, wa mashhud, na chenye kushuhudiwa. Hapa mwenye kushuhudia na mwenye kushuhudiwa huwezi kuhesabu vitu kimoja, kiwili, kitatu ndo shahidi, na huyu na huyu na huyu mwenye kushuhudiwa. La, muradi wake hapa Mwenyezi Mungu ameapa kwa kila kiumbe alichokiumba yeye, kuanzia binadamu, malaika, majini, bahari, mawe, miti, wanyama, upepo, kila alichokiumba, kwa sababu kila kitu chatoa kauli ya waziwazi kwamba la ilaha illa Allah. Kila Mwenyezi Mungu alichokiumba chakupa kauli ya waziwazi, si binadamu, si mnyama, si mimea, si bahari. Popote utapotupa jicho lako, basi inakupa tamko la waziwazi kwamba hakuna yoyote afaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo pale imekuwa ni shahidi kitu kile. Wewe binadamu ni shahidi kwa sababu wewe mwenyewe tayari unamshuhudia Mwenyezi Mungu. Hivyo ulivyofanywa tu peke yake unashuhudia waziwazi kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Ardhi ni shahidi, mbingu ni shahidi, nyota shahidi, mwezi shahidi, bahari shahidi, wanyama shahidi, mimea shahidi, kila kitu shahidi. Halafu wa mashhud, na chenye kushuhudiwa, yani wenye macho wanakishuhudia kitu kile, chenyewe ni shahidi, chatoa ushahidi kwa Mwenyezi Mungu yupo, halafu kinashuhudiwa na wenye macho.
wenye macho binadamu, majini, malaika wanaona, wanyama wanaona kwamba hichi kitu bwana wacha mchezo bwana, ni alama ya wazi wazi kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Hii ndiyo muradi wa shahidin wa mashhudi. Na naapa kwa kila chenye kushuhudia na chenye kushuhudiwa, kinashuhudia wazi wazi kwamba Mwenyezi Mungu yupo, na chenyewe kinashuhudiwa vile vile kuwa ni hoja ya wazi wazi kwa Mwenyezi Mungu yupo. Wewe mwenyewe binadamu ni shahidi, na halafu wako watu wengine wanakuona wewe, wanasema da, ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu mzee fulani bwana vile ilivyokuwa mlemavu, ama pale Mwenyezi Mungu yupo cha mchezo. Hayo utaweza kuyathibitisha kama utatembea katika ulimwengu, hususan katika msimu wa hija. Mtu kama atapata bahati afike katika Makkah al-Mukarrama, atashuhudia vioja. Kuna watu matajiri wanawamiliki walemavu maskini kwa njia ya dhulma, wengine kwa nia nzuri, lakini wengine kwa njia ya dhulma, wanawaonea. Hawana pa kwenda, hawana mbele, hawana nyuma. Kweli wanakuwa nao kwa chakula hivi, lakini ikifika msimu wa hija wanakwenda nao pale Haramaini. Mlemavu yule inakuwa ni chombo cha kuombea, na kila utakayemtupia jicho kamshinda mwenziwe. Binadamu unamuona ana kichwa, ana kifua na tumbo, lakini hana mikono na miguu ya kujulikana. Kimechomoza kitu katika sehemu ya mabega humu, kimechomoza kitu tu hivi, vidude vidogo, na yeye hapo alipo ni mtu mzima kabisa na madevu na kila kitu, kitu kidogo kimechomoza. Na kwenye miguu yake, sehemu ya mapajani humu, sehemu ya miguu, basi kuna vitu vile vile vidogo vimechomoza. Hawezi kusimamia miguu hiyo na mikono haikamati chochote. Yupo pale anabebwa tu yeye, anaikwa kitako hivi kama jiwe hivi, namna kama hivi. Tajiri wake pale anatoa matangazo kwamba huyu mnavyomuona na hivi na hivi. Pato lile kwa hakika anachukua yeye, ingawa anakuwa naye, anampa chakula na hivi na hivi, lakini kwa hakika wengine wanakuwa na wadhulumu na waonea. Anaranda mtu na mic barabarani, huyu maskini ya Mungu na hivi, hana wakumtizama na hivi, na yeye mwenyewe si Mungu yuko kweli pale, ananyosha mikono na hivi na analia machozi. Viumbe namna kwa namna, nauru kwa nauru, huwezi kusimulia. Basi pale wakati ule yeye mwenyewe ni shahidi, yule anashuhudia Mwenyezi Mungu yupo, na atakayemtizama vile vile anageuka na kuwa mashuhudi, ni chenye kushuhudiwa kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Yani ukitaka Mwenyezi Mungu kumjua, mwangalie fulani, utajua Mwenyezi Mungu yupo kweli. Namna alivyomfanya Mwenyezi Mungu, kudra yake kubwa mno. Wa shahidin wa mashhud. Viapo hivi vitatu vimeapiwa. Jawabu ya kiapo, Mwenyezi Mungu anasema nimeapa kwa viapo vitatu hivi, was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wash-shahidin wa mashhud. Jawabu ya kiapo, kutila, wamefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Kutila, wamelaaniwa. Nani? Ashabul ukhdud, watu wa mahandaki, watu waliochimba mashimo kwa ajili ya kuadhibu binadamu wenzi wao. Mashimo yamechimbwa kiasi cha urefu wa kuingia mtu mmoja au watu wawili au watu watatu au watu 10, kama msingi mtaro hivi. Ndo kaburi lao hilo, halikwenda mbali mno chini, hapana. Halafu mashimo yale ndani yake kutumbukiza watu, unawashwa moto ndani ya mashimo. Binadamu anatiwa kwenye pahala pembamba kabisa, na moto na wakia, wanakufa kifo kibaya kabisa cha kikatili, na wanakufa huko wanajiona wazi wazi kama mtu anakufa kidogo kidogo hivi mpaka kitu kinadata hicho. Naam, si kama maiti yake inatiwa moto kama baniani vile, la, mzima kabisa, mzima anakamatwa moto na waka kama shimo na toso ndani yake mle, anakatika kiungo kimoja. Mwenyezi Mungu anasema nimetoa kwa kiapo, kwa hakika ghadhabu za Mwenyezi Mungu kubwa mno. Manake hapa hana haja ya kuapia mambo haya, anaapa kwa mbingu dhatil buruji. Kama mtu hajamjua Mwenyezi Mungu aangalie buruji. Wal yawmil maw'ud, na ameapa kwa siku iliyoahidiwa. Kama mtu hajaiona siku ya kiyama, basi kuna kiyama sughra. Na kama atapata nafasi mtu amuulize, anakata roho, anajihisi nini wakati ule. Al yawmil maw'ud
wa shahidin, na kila shahidi na mwenye kushuhudiwa. Jawabu ya kiapo, kutila ashabul ukhdud, wamefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu, wamelaaniwa watu wa mahandaki. Huyu ni mfalme akijulikana zama hizo Dhunnuwasi katika Mayahudi wa Najrani hawa. Tutawazungumza zaidi tukiingia katika tafsiri za idahi na katika sharh al-mufradati tutakunjua zaidi. Lakini kwa ufupi, kulikuwa na mtu aitwaye Dhunnuwasi katika Mayahudi wa Najrani. Aliwataka kuwalazimisha watu waingie katika itikadi ya utatu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Watu wamesoma, watu wanajua vitabu vilivyopita, hata watu wanajua, watu wanaijua Injili ya Nabii Isa. Kwa hivyo wamekataa watu kata kuingia kwenye utatu. Wanasema huwa Allahu ahadun Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhunnuwasi akasema mtashika dabu yenu. Akaamua kuchimba mahandaki na kuwatia binadamu kwenye mahandaki na kuwashia moto ndani yake. Na wengine anawaambia, mnakiona kilichowafika wenzenu, sasa na nyinyi mnasemaje? Mtakubali habari ya utatu, mtakataa vile vile? Mtakwenda pale vile vile. Na naam, akikataa mtu anakwenda pale, anaambiwa jisukume mwenyewe kabla kusukumwa. Ingia. Wamelaaniwa watu wa mahandaki wanaochimba mashimo wakati ya moto, na ndani yake mashimo hayo kuadhibu waumini. Annari ni moto dhati alwaqudi, wenye kuwaka mwako hasa kuteketeza. Moto umewashwa ukatiwa vitu vya kuwakia moto kama petroli vile kwa mfano, au mafuta haya kerosene. Moto kawashwa binadamu, na binadamu naye na mafuta yake vile vile ya kuchochea huo moto. Wachilia mbali Mwenyezi Mungu aseme wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara, uogopeni moto ambao mwako wake unawakia watu na mawe. Maana binadamu kama atatiwa kwenye moto, bila shaka ana mchanganyiko wa vitu ambavyo vitaufanya moto uwe mkali sana. Vile alivyo mwenyewe ana mambo chungu nzima, mifupa, nyama, nini. Akistahabu kuwaka anawaka vizuri sana binadamu. Tizame tu wewe maji ya moto akimfika tunavyobabuka vile. Akiwaka anawaka kweli. Na kama atarushiwa kidogo petroli hivi au mafuta kerosini hivi, halafu kidude kitupo juu yake hivi, binadamu anaripuka vibaya sana. Ana vitu na mwili wake, na haponi anakuwa tena agarigari kwenye mchanga, afanyeje? Lakini ukimpata barabara moto, basi unakwenda mpaka kwenye moyo, unapiga ndani kule, mara moja na stop, anakufa hapo. Annari dhati alwaqud idh hum alaiha qu'ud. Kumbuka habari hii, wao watu wa mahandaki walipokuwa wamejikalia kitako kwenye mabenchi, viti vyao vya kuegemea, wanachika na toza zao zatoka moshi, vicheko vya kweli. Binadamu anamung'unyuka, mara uso wake umekaa hivi, moto shampata barabara, wengine kifudifudi, wengine hivi uchi, hawana nguo hata moja, wanawake kwa wanaume. Na wenyewe kuudun, wamekaa kando mwa ule moto na viti vyao vya fahari, na toza zatoka moshi, wanacheka kweli, na pombe nyingi sana inanywewa. Idhum alaiha qu'ud. Kumbuka habari hii ni si mchezo, ni serious. Wao walikuwa wamekaa kitako na waangalia. Wa hum ala ma yafaluna, na wao wajua yale ambao wanayafanya bil mu'minina, kwa waumini hao. Shuhudi ni wenye kushuhudia, wanacheka kwa fahari zao. Binadamu mpaka anakata roho, anamuona hivi. Wakiona hawana haja naye tena, wanamtoa mle, kamtupeni, tia mwingine alikuwa mzima. Maana moto wetu utafifia kwa huyu, hakishakufa sasa, hana vitu vya kuwakia, mtie mzima. Wama nakamu minhum, na si kama walikuwa wanawatia aibu yoyote ile mpaka wamewaadhibu, labda kuna kosa kubwa waliwafanyia, kwamba labda waliwavunjia nyumba zao, wakawaibia mali zao, labda waliwaulia watu wao. Hapana. Wama nakamu minhum, na si kama wamewashambulia hivyo kwa adhabu hizo, kwamba wanakosa lolote la jinai walilofanya hata ikabidi wauawe vile kishenzi, kikatili.
illa isipokuwa kama kuna kosa, an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, labda ni kwamba wao wamemwamini Mwenyezi Mungu mmoja, al-aziz mwenye nguvu, al-hamid ahimidiwaye na viumbe vyote. Kosa lao litakuwa ni hilo, an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, ni kwamba wao wamejitolea kumwamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu zote, ahimidiwaye na viumbe vyote. Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye lahu mulku samawati wal ardi, ni milki yake ufalme wa mbinguni na ardhini. Si kama yeye ana milki, ana mamlaka mbinguni tu, ana mamlaka ardhini tu. Lahu mulku samawati wal ardi, ufalme ni milki yake ufalme wa mbinguni na ardhini. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in shahid, juu ya kila kitu ni kushuhudia, na yote haya atayalipa. Na wale ambao walifanyiwa ovu huu watakaa iko siku, kama tulipopita kwenye sura Mutaffifina. Mwenyezi Mungu anasema falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun, itafika siku Mwenyezi Mungu anasema wale walioamini makafiri wageuke kuwacheka wao, watawalipa ala al-araiki, juu ya viti nao vile vile vya fahari, yanduruna, wanatazama namna wanavyoruka wakikaa jahannamuni, na namna wanavyogombania mzakumi na usaha unaowatoka kwenye miili yao. Ikifika hali kama hiyo, hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun, Mwenyezi Mungu anauliza, je, si itakuwa wamelipo makafiri yote walikuwa wakifanya? Aljawabu thuwiba, ni kwamba wamelipwa. Naam. Hiyo kwanza ni tafsiri kavu ya Kiswahili neno kwa neno, na inshallah baadaye tutakuja katika tafsiri ya sharh al-mufradati maana al-jumali al-idahi, ili kuzidi kuifahamu zaidi Qur'ani inshallah taala. Kwa leo kwanza tafikia hapo inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي